Mungu ni wa ajabu sana. Naona wakati alitoa wana wa Israeli huko Misri, aliwatoa kiwa ajabu na akawapeleka jangwani, na wakati walifika huko jangwani aliwapatia chakula kilikuwa kinatoka huko juu, yani maana, na ilikuwa inawatosha. Ni kwa sababu ilikuwa balance diet, yani hata mtu akikula hawezi tu akaumwa na tumbo, kwa sababu hiyo chakula kilikuwa kizuri. Na hata viatu vile walitoka nayo Misri kwa miaka 40 hazikuisha. Ni kwa sababu Mungu ni wa ajabu vile ilikaa. Hata nguo zile alikuwa wanavaa wakikua, hata nazo zilikuwa zinakuwa. Yani hata wakati walikuwa na kiu, kuna jiwe lilikuwa na maji na lilikuwa likitembea na wao. Yani nguvu za Mungu zilikuwa zikitembea na wao kila mahali walikuwa wakienda. Na unaona wakati walifika huko Red Sea, wakaona huko nyuma ni maadui wao wa Misri ambao walikuwa wanataka warudi huko kwao, warudi huko Misri. Na wakiangalia Red Sea ilikuwa mbele yao na kando kando ilikuwa milima. Wao walianza kupiga nduru na wakitetesha Musa wakimwambia, ulikuwa anataka kutuleta hapa tukufie jangwani, kwani Misri hakukuwa kaburi tungekufa na tusikwe mahali pale. Lakini Musa akawaambia, angalieni hao watu vizuri, ni kwa sababu hamtawaona tena. Na kusema kweli, Mungu akaambia Musa, chukua kijiti weka juu ya maji. Na wakati aliweka kijiti juu ya maji, hapo ukapatikana barabara mzuri. Barabara ilikuwa na ukungu, yani wana wa Israeli wakapitia kwa hiyo njia. Ikawa Misri waliwafuata, lakini wote walimaliziwa huko Red Sea. Na wakati walikuwa huko ng'ambo, kile Musa alikuwa amewaambia kisha waliona. Ni kwa sababu hawa askari wote wa Misri waliishia huko majini na Farao alirudi peke yake. Hebu nikwambie kile kilifanyika mahali pale. Ni huyo dada ya Musa alikuwa anaitwa Miriam, ndio aliongoza kikosho, wakamsifu Mungu. Ni kile alifanya, hata wao hawakuelewa. Hata saa hii hata wewe ukiambiwa huwezi ukaelewa. Ati njia ipatikane ndani ya maji na njia mzuri, mpaka wakaenda ng'ambo. Na wakati walifika huko wakakaa vizuri, Mungu akawashuka, Mungu akawapigania mpaka wakati Musa aliondoka akaenda na Mungu, wakaashiwa Joshua, naye Joshua akawaongoza vizuri. Na kile kilikuwa kinawatisha ni huu mto ulikuwa unaitwa Jordan, ni kwa sababu ulikuwa umefurika. Walikuwa wanashindwa watafuka namna gani, lakini kusema kweli, naye Joshua akaambia wazee 12 washike sanduku la agano na wakanyage maji. Biblia inasema Jordan yenyewe ni kutoroka, ilitoroka na wote wakafuka wakaenda mpaka ile ng'ambo. Na wakati walifika huko pia wakakuta ukuta wa Jericho ulikuwa ukiwaambia hamwezi mkapita hapa. Naye Mungu akawaambia, zungukeni huo ukuta wa Jericho, muzunguke mara 13. Na wakati walizunguka huo ukuta wenyewe ukaanguka, na wakapata njia ya kuendelea mpaka kule walikuwa wanaenda. Na walienda mpaka wakafika Canaan. Na wakati walifika huko Canaan, Biblia inasema maana ikaasha kunyesha, na hawa wana wa Israeli wakaanza kukula chakula ambacho hawakuwa wamepanda au kupalilia, lakini ilirudi ikawa yao, na manyumba ilikuwa imejeka huko ikawa yao. Unaona, Mungu ni wa ajabu. Aliwapeleka mpaka wakafika Canaan na wakashika nchi yao. Nataka kukuambia kitu kimoja, hakuna kitu kizuri kama kumwamini Mungu, kutembea na Mungu.
na kuashiria mambo yako Mungu aishikilie, ni kwa sababu hakuna wakati utafail na utaona Mungu akikutendea. Kile kizuri ni kuwa patient na kwenda speed ya Mungu, naye Mungu atakutendea mambo ambaye hutaelewa vile ameifanya. Wewe zidi kumwamini Mungu na Mungu akutendee na Mungu akupende. Asanteni sana.